Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Zalendo kupitia baraza la mawaziri kama ilivyoelezwa lilikaa na kujadili mambo mengi kuhusu bajeti hii ya serikali na kuona udhaifu wa bajeti ya serikali ulivyo na kufanya uchambuzi wa kina katika maeneo mbalimbali na kuyaona maeneo hayo na karibia maeneo kama 10 hivi ambayo chama kimeweza kufanya uchambuzi. Na moja kwa moja fedha za bajeti za mwaka huu wa fedha. Katika bajeti ya mwaka 2026/27 jumla ya matumizi yote yaliyokadiriwa yanafikia trilioni 62.33 huku makusanyo ya mapato ya ndani yakiwa ni shilingi trilioni 46.79 sawa na upungufu wa trilioni 15.54 ambayo ni sawa na 25% ambayo itapatikana kupitia mikopo. Na mchanganuo unaonyesha kwamba sasa hivi ukiangalia deni la serikali, tumefikia deni la serikali kwa sasa riba ni trilioni 6.86 wakati mtaji ulioiva ni trilioni 7.84. Kwa hiyo sasa hivi karibia mtaji unaoiva plus riba zinalingana. Kwa hiyo manake nchi iko kwenye deni kubwa tena lenye gharama kubwa kwa maana zile commercial loan. Kwa hiyo commercial loan manake asilimia ni kubwa na kwamba sasa hivi tuko karibia asilimia 38.5 za yani mikopo yetu karibia asilimia 38.5 ni mikopo ya kibiashara yenye riba kubwa. Kwa hiyo taifa litegemee kuendelea kupokea riba kubwa sana kupitia eneo hili. Lakini mtaona matumizi ya kawaida yanavyoenda na trendi nzima inavyoenda, na mwisho wa siku mtakuja kuona kwamba katika hizo trilioni 62.33 fedha zinazoenda kwa ajili ya maendeleo ni trilioni 22.8 ambayo ni sawasawa na asilimia 33. Mpango wa maendeleo unatutaka tuwe na asilimia 35 zaidi kuanzia walau asilimia 35 na kuendelea kwa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini kwa hapa tuna asilimia 33 chini hata ya mpango wa maendeleo ulivyoagiza nini tufanye. Kwa lugha rahisi, kati ya shilingi 1000 ya bajeti ya serikali wa mwaka 2026/2027 shilingi 120 zinaenda kwenye ruzuku, shilingi 310 zinaenda kwenye matumizi ya serikali, shilingi 240 zinaenda kulipa deni la serikali, na huku shilingi 330 pekee zinaenda kwenye uwekezaji wa moja kwa moja wa miradi ya maendeleo. Hii inaonyesha kuwa ukuaji wa matumizi ya serikali unaenda kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa mapato ya ndani kukidhi mahitaji hayo. Takwimu za miaka 4 mfululizo zinaonyesha kuwa wastani wa ukuaji wa mapato ni 8.9 wakati ukuaji wa matumizi ni 10.2. Sasa kwa nchi smart na watu ambao wanajua ni lazima ukuaji wa mapato uwe wa kasi zaidi kuliko ukuaji wa matumizi. Huwezi ukawa na ukuaji wa matumizi wakati unajua kabisa kwamba wewe fedha hiyo huna. Unawekaje matumizi ya fedha ambayo huna? Ndio maana kila mwaka serikali inalazimika kuongeza mikopo ambayo haina sababu za msingi. Kwani kwa mfano sasa hivi kama tuna uwezo wa kukusanya trilioni 46, tunashindwa nini kupanga matumizi ya trilioni 46? Tunashindwa nini? Hivi sasa njoo uone sasa hivi kwa nini matumizi ya serikali yanakuwa kwa kasi kubwa. Wananchi wameshawahi kujiuliza maswali haya? Majibu yake ni kama ifuatavyo kwa muhtasari. Moja, ukubwa wa misafara ya viongozi wa serikali ndani na nje ya nchi. Mathalani mwaka huu wa 2026/2027 serikali imepanga kutumia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kwa ajili ya safari za viongozi. Yaani kwa ajili ya ugarimikia kina Kombo kwenda kufanya huko sport washing kule kimataifa, ndio gharama ni trilioni 1.3 zinatumika. Haya, namba 2, malipo ya nje ya bajeti hasa katika eneo la manunuzi kwa visingizio mbalimbali ikiwemo ongezeko la gharama za ziada yani variations, faini na riba ya ucheleweshaji. Mnachelewesha malipo ambayo mliokubaliana kwenye mkataba, mnapigwa faini. Mfano mkataba wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ulikuwa umepangwa kutekelezwa kwa bajeti ya shilingi trilioni 6.5 lakini ukatekelezwa kwa shilingi trilioni 7.44. Hakuna kibali cha bunge, wananchi hawakuulizwa. Hii ni zaidi ya bilioni 940 ongezeko la kutoka kwenye mkataba. Hizi fedha hazijaruhusiwa na mtu yoyote, lakini serikali imelipa. Lakini malipo hewa, mfano malipo ya fidia kwa mashauri ya mahakama za kimataifa ya usuluhishi wa migogoro ya uwekezaji na migogoro kule ya kisidi,
mikataba mingine inayoingiwa kwa malengo ya faida. Ukiangalia kule Akisidi kwa mfano, tumelipa zaidi ya shilingi trilioni 2, fedha ambazo haziko kwenye bajeti na bila ruhusa ya mahala popote. Mikopo ya asili, mikopo ya asili inaingiwa, mikataba mibovu, manunuzi holela na kuvunja sheria ya manunuzi ya umma kwa maslahi binafsi. Mbaya zaidi, serikali inanunua bidhaa na huduma kwa bei ya juu kuliko bei ya soko. Hata kalamu hii ukiingia kwenye bei ya serikali ni bei nyingine. Sasa wenyewe wananunua kwenye soko gani? Lakini ndio hivyo, tunaenda mpaka kwenda kukopa ili tuweze kuyalipa hayo. Namba 4, fedha nyingi kutumika kugharamia machawa na kampeni nyingi za kuficha ukweli. Mnaona fedha nyingi zinavyotumika, machawa wanalipwa huku na huku, wanazunguka nchi nzima, mpaka na bunge lenyewe linageuzwa kuwa sehemu ya machawa, kila sehemu kwa ajili ya kufunika kombe mwanaharamu apite. Na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma, ambako taarifa za wakaguzi zote zinathibitisha kwamba CAG, PPRA pamoja na FIU wote wanathibitisha fedha za umma zinaibiwa. Na kama zinaibiwa, sasa leo wanakutana bungeni tena ili waidhinishe fedha za kwenda kuibiwa. Kwa hiyo ni mambo mabaya sana. Serikali ifanya matumizi ya anasa kama vile ununuzi wa magari ya kifahari, posho za chai, ukilimu wa ofisi, uuzaji wa mali chakavu na za serikali ambazo zinaweza kuendelea kutumika na ofisi zingine. Sasa hata hiyo magari ya ufahari, nilikuwa nikitolea mfano wagombea wa uchaguzi hapa, wagombea wa vyama 19 walinunua magari ya kifahari zaidi ya bilioni 10 kwa ajili ya siku 60. Sasa ni matumizi ya ovyo kweli kweli. Namba 7, gharama kubwa zisizo na uhalisia za matengenezo ya magari na ukarabati wa majengo ya serikali. Kwa hiyo haya maeneo niliyoyataja haya yanatumia matilioni ya fedha za Watanzania, yanapotea matilioni ya fedha za Watanzania. Mimi naweza nikasema kwamba nusu ya bajeti nzima ya serikali inaenda kugharamia matumizi yasiyo na uhalisia. Matumizi ya trilioni 62.33, matumizi halali ni trilioni 30 tu. Haya matumizi mengine haya yote ni utapeli tu. ACT Wazalendo inataka matumizi ya hovyo ya serikali yakomeshwe na taarifa za ukaguzi zifanywe kazi kikamilifu, ikiwemo kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wote wa wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Sasa kwa sababu hayupo wa kuwafikisha mahakamani, chama cha ACT Wazalendo kitachukua jukumu hilo la kuhakikisha kwamba wezi na wala rushwa wa fedha za nchi hii wanakamatwa na kupelekwa wapi? Mahakamani. Kuongezeka kwa deni la taifa. Bajeti ya mwaka 2026-2027 inaonyesha wazi kuwa deni la serikali imeendelea kuwa mzigo mkubwa kwa uchumi na fedha za umma. Hadi Machi 2026, deni la serikali limefikia shilingi trilioni 114.34. Hii mtaona figa zinabadilika kwa sababu ya exchange rate. Kutoka shilingi trilioni 104.93 za mwaka mmoja uliopita, sawa na ongezeko la asilimia 8.93 kati ya deni hilo. Na kwamba kwa ujumla katika miaka mitano ya serikali ya awamu ya 6 deni la taifa limeongezeka, deni la serikali limeongezeka kwa trilioni 53.44, kiasi ambacho hakiendani na ujenzi wa miundombinu. Hakiendani na ujenzi wa miundombinu nchini. Yaani deni ni kubwa kweli kweli. Kwa mfano sasa hivi unaambiwa deni la trilioni 53.44. Haya, nenda mabarabara yetu nchi nzima yametoboka, hamna ukarabati. Nenda ujenzi wa SGR umesimama. Nenda mahala gani, hakuna kinachoendelea. Halafu mnaambiwa katika miaka mitano zimekopa trilioni 53.44. Ni mambo ya hatari sana kwenye taifa. Lakini deni la serikali kwa sasa hivi limefikia asilimia 48.8 ya pato la taifa ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Hivyo tumebakiwa na asilimia 6.2 tu katika ile debt to GDP ratio kufikia ukomo, asilimia 6.2. Na hapa lazima mjue kwamba kuna vitu viwili vinaweza kutikisika wakati wote. Ikitikisika exchange rate yetu, thamani ya fedha ya Tanzania ikashuka ghafla, maanake deni litaongezeka bila kukopa. Na tayari kwa sababu tuko kwenye mstari, maanake tayari zile parameters zote zinazohusu ukomo wa uhimilivu wa deni ya taifa tutazivuka, na kwamba taifa haliwezi kukopesheka tena hata tukiwa na matatizo na mahitaji makubwa namna gani. Uwiano wa ulipaji wa deni la serikali na mauzo ya huduma za bidhaa nje ya nchi, yani debt service to export ratio, umefikia asilimia 17 wakati ukomo ni asilimia 15 mpaka 20. Kwa hiyo tumeshavuka ukomo wa kwanza na ukomo wa mwisho tumebakiza asilimia 3 tu.
Uwiano wa ulipaji wa deni na mapato, yani debt to revenue ratio, tumefikia 14.5 wakati ukomo ni 18%, na hivyo tumebakisha 3.5 tu kufikia ukomo. Hivyo nchi yetu iko kwenye hatari kubwa ya kuvuka kiwango cha ukomo wa mikopo vinavyopima uhimilivu wa deni uliowekwa na IMF pamoja na World Bank, na hivyo hatuko salama kama inavyojaribu kuelezwa au kuhubiriwa na watawala kwamba deni ni himilivu. Sasa deni ni himilivu, madeni ulio nayo makubwa na yanaendelea kuzidi kuiva. Tuna 38.5 ya madeni tuliyokopa ni ya kibiashara, na tuna asilimia zaidi ya 70 ya deni letu iko kwenye fedha za kigeni, maana yake iko subjected to foreign exchange. Kwa hiyo hayo yote yakitikisika tu tunavuka zile parameters zote, na nchi haiwezi kukopesheka tena hata kama itakuwa na shida namna gani. Mwenendo wa ukopaji unaendelea kuongezeka, madeni yanazidi kuongezeka. Sasa chama cha ACT Wazalendo kinataka nini kwenye hili deni la taifa? Kwa sababu deni la taifa lenyewe, kwenye madeni kuna mikopo mingi sana ambayo imekopwa kwa siri. Bunge halijui, wananchi hawajui. Anajua mwenye nchi tu na watu wake. Fedha hizo zimekopwa zikaenda wapi? Zingine fedha zimekopwa hazikuingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, zimekopwa zikaingia kwenye mifuko ya watu binafsi, na hiyo imeruhusiwa na hii serikali. Lakini fedha zingine zimekopwa zaidi ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge, na kwa maana hiyo hata kazi zake hazijulikani kwa wananchi na hazijulikani kwa wabunge. Sasa lakini hata hivyo serikali tumeiomba na imeomba mara kwa mara kuwasilisha jedwali la mikopo hiyo. Tumepata mikopo hiyo kutoka wapi? Tumekopa mikopo hiyo kwa matumizi gani? Na iliruhusiwa na nani? Lile jedwali mpaka sasa hivi imeshindikana kuletwa, na hata uombaji hauwezi kuletwa. Mbunge mmoja wa kule Iraki amejitokeza juzi, analalamika kwamba Watanzania mnawakopesha nchi ambayo inavunja haki zote za binadamu, naweza kuwakopesha. Tumeenda mpaka Iraki kwenda kutafuta mikopo, lakini siri hiyo anajua mtawala na watu wake. Sasa chama cha ACT Wazalendo tunasema nini? Chama cha ACT Wazalendo kinataka jedwali la mchanganuo wa mikopo kuwekwa hadharani na kufanyike ukaguzi maalum kubaini uhalali wa matumizi ya mikopo hiyo. Tanzania haiwezi kujenga uchumi imara ikiwa sehemu kubwa ya mapato ya wananchi itaendelea kutumika kulipa madeni badala ya kuwekeza kwa maendeleo. Sasa kama nilivyosema kwamba mna bajeti kubwa yote ile ambayo ni feki, ni hewa, mnakopa fedha zote hizo, mwisho wa siku mtaambiwa mikopo walikopa zaidi ya 100%, mapato ya ndani kupitia TRA na vyanzo vingine vya mapato tumekusanya kwa 100%, alafu utaambiwa Wizara ya Maji na miradi ya maji imepelekewa fedha 50% au 40%. Sasa utajiuliza hiyo 60% na 50% ilienda wapi? Ilienda wapi? Jambo la tatu ni kupaa kwa bei ya mafuta na kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini. Bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 imepuuza moja ya changamoto kubwa zinazowakabili Watanzania kwa sasa, hasa suala la kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa gharama za maisha. Bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa imeendelea kubaki juu kiasi cha kuathiri bei ya bidhaa zingine. Kwa miaka mitano ya bajeti kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, yani ile serikali ya awamu ya 6 tu ilipoanza, pamekuwepo na tatizo la kupanda kwa gharama za mafuta ya nishati, petroli na diesel na mafuta ya taa. Hali imekuwa mbaya zaidi katika kipindi cha Mei na Juni mwaka 2026. Takwimu zinaonyesha mwenendo wa bei za mafuta kama ifuatavyo. Petroli imepanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi shilingi 4115 Mei, sawa na ongezeko la shilingi 1329 ambalo ni ongezeko la 48%. Dizeli imepanda kutoka shilingi 2701 hadi shilingi 4248 Mei, ambayo ni sawasawa na ongezeko la shilingi la shilingi 1632 ambayo ni sawasawa na ongezeko la 60%. Lakini katika kipindi hicho pia kwamba bei ya petroli
katika kipindi cha mwezi Juni bei ya petroli imekuwa shilingi 4,086 hadi shilingi lakini na diesel pia nayo imekuwa kwa bei ya shilingi 4,333. Hii ni kwa ajili ya Juni, haijaonyesha kutoka ngapi kwenda ngapi. Katika kipindi ambacho wananchi wanakabiliwa na kupanda kwa bei za vyakula, usafiri, huduma za bidhaa muhimu, serikali imeshindwa kuwasilisha mkakati wa maana wa kupunguza athari za kupanda kwa bei za petroli na dizeli. Uchambuzi wa ACT Wazalendo umebaini kuwa maelezo hayo hayaelezi ukweli wote wa tatizo linalohusu gharama ya mafuta, ikizingatiwa kutofautiana na nchi jirani kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zambia na hata bei ya uingizaji wa mafuta kwa Msumbiji. Utafiti na uchambuzi wetu unaonyesha kuwa pamoja na sababu za kimataifa, kuna kashfa kubwa kuhusu mfumo wa uagizaji wa mafuta nchini na namna wajanja wachache wanavyotumia mwanya huo kujinufaisha bila kujali maumivu na mateso makubwa yanayosababisha wananchi kuingia kwenye matatizo makubwa. Na utafiti huu umebaini yafuatayo. Serikali ya Tanzania ilibadili mfumo wa uagizaji wa mafuta wa pamoja kwa utaratibu wa ushindani na kuanza kutumia shirika la maendeleo la petroli Tanzania, yani Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC, katika uagizaji wa mafuta kwa madai ya kupunguza gharama na kuleta utulivu wa bei ya nishati nchini kwa miezi mitatu, kwa maana ya Mei, Juni na Julai 2026. Sasa utaratibu wa kawaida ni kwamba TPDC alikuwa akishindana na wenzake kama kawaida waagizaji wengine wa mafuta. Kwa hiyo kampuni linaloshinda na yeye TPDC akiwemo ndio linapewa tenda ya kuagiza mafuta. Lakini hapa tumeamua kumtumia TPDC kwa maana ya kwamba sasa yeye ni kama anatumia utaratibu wa single source. Sasa nini kinafuata? Taarifa ya awali ya Machi 2026 zinaonyesha kuwa TPDC ilifanikiwa kupata mafuta ya takribani $100 kwa pipa kupitia mikataba ya moja kwa moja ya wazalishaji wa kimataifa, hatua iliyotarajiwa kupunguza mzigo wa Tanzania na kuongeza ufanisi katika mfumo wa uagizaji. Sasa hiyo ilikuwa ni Machi. Zoezi Machi lilienda vizuri na mafuta yakapatikana kwa bei nzuri. Hata hivyo, pamoja na mabadiliko hayo ya kimfumo, mwenendo wa bei ya mafuta haujaonyesha nafuu inayolingana na matarajio ya umma kama nilivyoeleza hapo juu. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa baada ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kushinda zabuni katika mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja unaosimamiwa na wakala wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, yani PBPA, kandarasi ya uagizaji ilikabidhiwa kwa kampuni ya Vito ya Uswizi. Sasa huyu TPDC tulimpa kazi hii kwa ajili ya nini? Na kama hilo kampuni la Uswizi lilikuwa na uwezo wa lenyewe kuagiza mafuta, kwa nini lisingeshindana na waagizaji wengine tu ili wakaagiza mafuta na kuingiza nchini? Kwa nini iwekwe cover ya TPDC halafu baadaye kumbe anayoagiza ni kampuni la Uswizi? Vito, kampuni ya Uswizi. Baada ya TPDC kutangaza zabuni ya kuipatia kazi kampuni ya Vito, imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa zaidi ya $400 kwa mita za ujazo, tofauti na zabuni zilizotangazwa na PBPA ambazo zinaonyesha faida ya kampuni premium za dizeli zikifikia dola za Marekani 267 na petroli dola za Marekani 285 kwa tani. Jambo lililoibua wasiwasi mkubwa ni kuona kuwa kampuni hiyo pia inahudumia masoko ya Zambia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kupitia bandari ya Beira. Imepeleka mafuta kwa bei ya chini kuliko iliyotuuzia Tanzania kwa takriban dola za Marekani 300 chini ya mita za ujazo. Kwa mita za ujazo sisi tumeletewa bei kubwa ya zaidi ya shilingi 400, lakini kula amepeleka bei ya chini ya zaidi ya shilingi ngapi? 300. Dola 300, sio shilingi. Dola 300 kwa kila mita ya ujazo. Kutokana na hali hiyo, kumekuwa na mabadiliko ya mwelekeo wa biashara katika ukanda wetu. Kwa mfano, makampuni ya Zambia, DRC na Kongo yameanza kuepuka kutumia bandari
kununua mafuta ya Tanzania kama njia kuu ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta. Kwa hiyo hawa wote wameenda Beila, na hivyo sasa ndani ya nchi yetu kuna sasa hivi kuna zaidi ya lita 90,000 mita za ujazo zaidi ya metric ton 90,000 za mafuta zimekosa soko kupitia mfumo wa Tanzania, ambayo hizi ni milioni 90. Ujue maanake tuna lita milioni 90 ambazo zilikuwa zichukuliwe na Kongo, zilikuwa zichukuliwe na Zambia. Sasa Wazambia wameenda Beila kwenda kuchukua mafuta hayo. Kwa hiyo wameamua kukimbia, kwa sababu huyu ameleta mafuta kwa bei kubwa hapa nchini kwetu, na kula amepeleka mafuta kwa bei sisi ameleta kwa bei kubwa, alafu wenzetu kula amepeleka kwa bei chini ikilinganishwa na sisi, wako chini kwa dola 300 katika mita ya ujazo. Nani atanunua mafuta hayo? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.